Popote pale ulipo mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule, na ili tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Jumatatu nyingine Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja, na pasipo na kupoteza wakati ningependa tuliangalie neno lake Mwenyezi Mungu kwa kifupi, neno la kutuhimiza tunapoanza hii wiki, neno na ambalo litatupa tumaini, neno ambalo litajenga imani yetu, neno ambalo litaturekebisha na kutupa mwongozo, neno ambalo litatukemea na kutuweka katika njia za Mungu. Na ningependa nisome katika Mwanzo 39 mstari wa 2. Mwanzo 39 mstari wa 2. Na Biblia inasema, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Baba, nena nasi kupitia hili neno lako, zungumza na kila mmoja wetu. Roho wako Mtakatifu tunamruhusu akalifunua hili neno kwa undani kwetu, na ili likawe la manufaa katika maisha yetu ya kila siku, na hata katika maisha yetu ya kiroho. Katika yote sifa, utukufu Baba zikakurudie wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hapa Biblia inakuwa inatuelezea kuhusiana na Yusufu, na kila mmoja wetu tunaelewa kuhusiana na Yusufu. Na Yusufu anauzwa na nduguze kwa Waishmaeli. Waishmaeli wanamuuza kwa Potifa kule Misri, na anapokuwa pale kwa Potifa anafanyika mfanyikazi, na Potifa anatazama, anaona ya kwamba chochote kile Yusufu alichokiguza kilifanikiwa, na Potifa akamfanya Yusufu awe mkuu wa vitu vyake vyote isipokuwa mke wake. Na tunaona vizuri zaidi Biblia inakuwa inazungumza nasi hapana, ambapo tumesoma katika umstari. Biblia inaelezea wakati Yusufu alipokuwa katika ile nyumba ya bwana wake na ambaye alikuwa Misri, na Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, na kwa sababu ya Mungu kuwa pamoja naye, Biblia inasema naye alistawi, naye alifanikiwa, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Siku hii leo ningependa kukuhimiza na ningependa kuzungumzia kuhusiana Mungu anayetupa mwendo wa haraka. Biblia inasema ya kwamba maana Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, Yusufu alistawi. Nataka kusema nini? Katika haya maisha kuna kipindi fulani, au kuna ule muda watu wameweka wa kufanikiwa, kuna ule muda watu wameweka wa kustawi. Labda unasema hadi ufikie miaka 35, na ili wafikie kitu fulani na fulani, ili uweze kudhibitika maishani, lazima umefikisha miaka fulani, miaka hii miaka ile, na ukipoteza hii miaka au maisha yako hayawezi yakawa sawa tena. Na hivyo, lakini hayo ni mambo ya wanadamu, lakini Mungu anapokuwa pamoja na wewe, Biblia inatuambia vizuri zaidi, anaharakisha au anakupa mwendo wa haraka, anaharakisha maisha yako. Mungu anayeharakisha maisha yetu kwa sababu tumemruhusu katika maisha yetu, kwa sababu tunaelewa cha kufanya, tunaelewa cha kutenda kwa wakati unaofaa, kwa sababu tunaelewa mapenzi ya Mungu. Na hivyo hatutabambanya, hatutabahatisha, bali tutakuwa na uhakika wa kile tunachokifanya, na zaidi Mungu atatufanikisha. Mungu atasababisha hilo na ambalo tungeliafikia kwa miaka 35
tuwafikie kwa mwaka mmoja, tuwafikie kwa miaka miwili, tuwafikie hata kwa mwezi mmoja, maana ni Mungu anayetuharakisha. Ni Mungu anapokuwa na sisi hatuwezi tukafeli. Ni Mungu anapokuwa na sisi hatuwezi tukagonga mwamba. Na hii ni siri tunafaa kuiba au tunafaa kuichukua hii wiki, tunapoanza hii wiki na kuendelea, kwamba tunahitaji kuwa pamoja na Mungu. Tunahitaji kumruhusu Mungu katika maisha yetu. Iwapo hatutaki kubambanya, iwapo tunahitaji mwendo wa kasi, iwapo tunahitaji kwenda kinyume na jinsi dunia imeweka mitaratara, jinsi ulimwengu na watu wameweka, lazima uwe na hii miaka wafikie kitu fulani, lazima uwe umefanya kazi hivi. Yani kuna mambo, kuna ile pattern ulimwengu umeweka, lakini Mungu anapokuwa na wewe, ile pattern inavunjwa, ule mtindo unavunjwa, na Mungu anakufanikisha kwa haraka. Mungu anakustawisha kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakuharakisha mbele ya kalenda yako. Mungu anaweza akafungua milango iliyo mbele yako hata kabla ya wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari ambao tumeusoma unasema vizuri zaidi, Yusufu alistawi. Angalia pale katika lile neno kwa lugha ya Kiebrania, kustawi, lile neno ni salach, na ambayo inamaanisha kwenda kwa kasi, kukimbishwa, kwenda kwa mwendo wa kasi, yaani kuharakishwa. Na hii inamaanisha kwamba Biblia inapozungumzia kuhusiana Yusufu alistawi, inamaanisha kwamba Mungu anasema kwamba Mungu ndiye aliyesababisha. Biblia inatuambia Mungu ndiye alisababisha mwendo wa kasi kwa maisha ya Yusufu, ndio maana alistawi. Ukiona huyu master wake ama huyu afisa wa Misri akigundua kuna utofauti, ndio nimekuwa nikisimamia hizi mali zangu, nimekuwa nikiajiri watu wasimamie mali zangu, lakini wakati Yusufu amekuja kuna tofauti, nimestawi. Yaani Yusufu alistawi katika yote aliyotenda, na huyu bwana wake akagundua hilo, na ndio maana alipogundua hilo alimfanya kuwa mkuu wa vitu vyake vyote. Unahitaji kuwa pamoja na Mungu, unamhitaji Mungu katika maisha yako. Hata huyo bosi wako ataona utofauti, atakupandisha cheo. Unahitaji kuwa na Mungu katika hiyo biashara yako, yeye ndiye ataleta utofauti katika yote unayotenda. Yeye ndiye atakayeharakisha, yeye ndiye atakayekupa uweza, na hivyo unamhitaji Mungu hii wiki. Tunapoanza hii wiki, ninapenda zaidi maana Biblia inatuambia kwamba, je, amjui miili yenu ni hekalu la Mungu? Na pia inatuambia mjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kumaanisha Mungu yuaishi pamoja na sisi. Na hivyo siri nyingine ya kumruhusu Mungu katika maisha yako ni kuzishika amri zake na kuzitenda amri zake. Yesu akasema, iwapo unanipenda utazishika amri zangu, na ukizishika amri zangu Baba yangu wa mbinguni atakupenda, na akishakupenda tutakuja na tutajidhihirisha katika tutajidhihirisha kwako. Anapojidhihirisha kwako, anaharakisha, anakupa kustawi, anakupa kuwa mtu mwenye hekima, anakupa kupata kipendeleo. Unapokuwa umemruhusu Mungu, anapojidhihirisha, atahakikisha hata wengine wanapofunga biashara yako haufungi, yako inaenda kwa mwendo wa kasi, yako Mungu anakustawisha. Bwana Yesu asifiwe. Na angalia hapa katika Amosi sura ya 9 mstari wa 13, Biblia inasema hivi: naam, hakika haitochukua muda mrefu sasa, asema Mungu, mambo yatatendeka kwa haraka, kiasi kwamba kichwa chako kitazunguka, jambo moja likifuatia jingine kwa kasi. Hautoweza kuendelea kufuatilia, kila kitu kitakuwa kinatokea kwa wakati mmoja, na kila upande utakapoangalia, baraka zitamiminika kama divai ikitiririka kutoka milima na vilima. Hii ndiyo tabia ya Mungu wetu. Uwepo wake
uharakisha mwendo wetu, usababisha tuwe na mwendo kasi, unakomboa muda uliopotea. Uwepo wa Mungu unakomboa muda uliopotea. Uwepo wa Mungu unaleta ongezeko lililo juu ya ratiba za binadamu. Hauhitaji kufuata mwendo wa dunia katika mafanikio. Mfuate Mungu tu, umruhusu yeye aweke kasi yako. Hii ni siri tunapoanza hii wiki. Unachohitaji ni Mungu. Hauhitaji kuwajua watu, hauhitaji kuwa na siri fulani. Unachohitaji ni siri ya kumjua Mungu, kuruhusu uwepo wa Mungu, kuwa pamoja na Mungu kama Yusufu, kutenda mapenzi ya Mungu, na ili Mungu akae pamoja na wewe, kulishika neno lake. Na ukishafanya vile, Biblia inasema Mungu alikuwa na Yusufu na akastawi. Mungu anapokuwa na wewe utastawi. Mungu ataharakisha mwendo kasi wako, kwa sababu hilo ambalo ulitarajiwa kuafikia kwa wiki moja utaliafikia na masaa, kwa sababu Mungu yu pamoja na wewe. Katika Isaya 60:22, mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayatimiza hayo wakati wake, kwa sababu mimi ndimi ninayefanikisha, mimi ndiye ninayestawisha. Na hivyo mdogo atakuwa elfu kwa sababu ni pamoja na yeye. Mnyonge atakuwa taifa hodari kwa sababu ni pamoja na yeye. Kwa mtazamo wa mwanadamu, mdogo ataendelea kuwa mdogo, lakini utofauti unakuja wakati Mungu anapokuwa na wewe. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Kwa macho ya mwanadamu, mnyonge ni mnyonge, hawezi akawa hodari, lakini Mungu anapokuwa na mnyonge anakuwa hodari. Na wakati wa Mungu unapoafikiwa, kwa sababu uko na Mungu, utajua majira na nyakati. Wakati wake unapofika, anasema nitayaharakisha hayo wakati wake, nitayahimiza hayo kwa wakati wake. Namalizia na kusema hivi: hauhitaji kufuata mwendo wa dunia katika mafanikio. Mfuate Mungu tu na umruhusu yeye aweke kasi yako. Narudia tena, hauhitaji kufuata mwendo wa dunia katika mafanikio. Biblia inatuambia tusige mifano ya hii dunia, lakini tugeuzwe nia zetu, akili zetu, na ili tupate kuyajua mapenzi ya Mungu yaliyo sawa na yaliyo ya kupendeza, yaliyo mema. Na hivyo hauhitaji kufuata mwendo wa dunia katika mafanikio. Geuzwa moyo wako, geuzwa nia zako, geuzwa kila kitu na uambatane na Mungu. Uruhusu Mungu katika maisha yako. Unaruhusu Mungu katika maisha yako wakati unapoyaruhusu mapenzi yake, wakati unapoyatambua mapenzi ya Mungu yaliyo sawa na yaliyo mema. Ukifanya vile, Mungu atakuwa pamoja na wewe na Mungu atakustawisha, Mungu atakufanikisha. Na ndio maana nasema hauhitaji kufuata mwendo wa dunia katika mafanikio. Mfuate Mungu tu na umruhusu yeye aweke kasi yako. Baba, ni asante kwa kunena nasi siku ya leo. Ni asante kwa hili neno lako. Ni asante kwa kuzungumza nasi. Mfalme uketie juu zaidi, kajitukuze na ukajiheshimishe. Baba, tunaomba uwepo wako ukawe nasi nyakati zote, tukatembee pamoja na wewe. Tunakuruhusu katika maisha yetu, na ili ukatustawishe, maana unapokuwa na sisi tutastawi. Ulikuwa na Yusufu na ulimstawisha Yusufu, asiati kwa sababu alikuwa amesoma, siati kwa sababu alikuwa na kitu fulani spesheli, lakini ulikuwa pamoja na yeye. Na hilo ndilo ombi letu, jinsi Musa alipoomba, hatuondoki mahala hapa iwapo uwepo wako utakuwa pamoja na sisi. Nasi Mungu wetu, tunakuruhusu katika maisha yetu, tunakuruhusu ukaingie katika maisha yetu, tunakuruhusu ukatuongoze na ukatustawishe kwa utukufu wa jina lako. Tunalitukuza na kulimidi jina lako takatifu siku ya leo. Mungu wetu, wewe uketie juu zaidi, jitukuze. Labda uko pale unanitazama siku ya leo na hujaokoka,
Unahitaji Mungu katika maisha yako, na ili akakustawishe jinsi Yusufu Mungu alipokuwa na Yusufu. Na hivyo kwanza ni kumpokea Kristo. Njia ya kwenda kwa Baba ni Yesu Kristo. Kwa hivyo unahitaji Yesu Kristo, unahitaji kuokoka. Ungependa kumpokea Kristo, ungependa kuokoka, ungependa kurudia maisha ya Kristo, sema Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho wako Mtakatifu, na ili uweze kupata sehemu katika maisha yangu, na ili unistawishe, unifanikishe jinsi Yusufu ulivyomfanikisha kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naokoka na kuamini. Ni asante Baba kwa wana ambao wamekuruhusu katika maisha yao. Baba, kawafanikishe. Baba, kawadhibitishe. Kawape mwendo kasi utokao kwako kwa utukufu wa jina lako. Jitukuze Mungu wetu na ujiheshimishe. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Toa sadaka zako kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648 +254 792 593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.